Jahazi TV limekusanya malengo makuu ya kuwepo kwa kituo hichi. Yaani ni kituo kimejengwa, madhumuni yake makubwa ni haya ambayo tutayafanya hapa leo. Ni kituo ambacho kimejengwa kuandaa kizazi ambacho kitaishi, kitaendesha maisha kwa kufuata mwongozo wa Qur'ani na Sunna. Kwa hivyo tukio la leo ni moja katika hatua ambazo zinatupelekea kuyaendea yale malezi halisi ya kuishi kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunapozungumzia Islamic School, kwa maana ni skuli ambayo inabeba aina maalum ya malezi inayobakisha vijana wakiishi kwa mujibu wa Qur'ani na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hatua ya kuhifadhi Qur'ani ni moja kati ya hatua ya msingi sana ya kuasisiwa na kujenga kwa kituo hichi. Kwa kila mwanafunzi ni lazima ajitahidi kwa nafasi yake na kwa uwezo wake ahifadhi Qur'ani. Kuhifadhi Qur'an utakuwa umejiweka katika nafasi ambayo itakuwezesha wewe kuweza kuendesha maisha yako katika kufuata mwongozo wa Qur'an na Sunna. Kwa nini tunaipa umuhimu siku hii? Ni kwa sababu kwamba Qur'ani yenyewe kama mwongozo wa mwanadamu ndiyo ambayo ina nafasi kubwa ya kwenda kuombea. Yani wale ahli Qur'an wataombewa na Qur'an, yani Qur'ani itaombea. Kwa hiyo ni tukio ambalo tunajiweka katika nafasi ya kuwa miongoni mwa watu ambao tutapata uombezi wa Qur'an tukufu. Allah tujaletwe. Lakini Qur'ani ni nuru ambayo ndio inaangazia maisha yote ya ulimwengu huu. Nje ya Qur'ani ni kiza, kiza ambacho kinapelekea dunia kuishi katika maisha ambayo hayana tofauti na maisha ya wanyama. Ni Qur'ani peke yake inayotofautisha watu na wanyama. Mwanadamu kama mwanadamu, kama khalifa, ndiye ana mwongozo wa kuongoza ulimwengu huu. Kwa hivyo sisi tunajiandaa hapa na tunakuandaeni nyinyi vijana wetu kwa makhalifa wa Allah subhanahu wa ta'ala, na tunaamini kwamba mtayapokea vizuri mafunzo haya na mtayasimamia vizuri katika kuendesha maisha yenu. Ila nigusie kitu ambacho ni vizuri sana kukifahamu, kwamba ukiangalia hapa mwanzo wa Qur'an na ni muhimu sana hapa kupazingatia, hasa nyinyi vijana mwelewe kwamba hapa mwanzo hapa kunakuwa na surati al-Fatiha, baadaye ndio inakuja surati al-Baqara ambayo ndio sura ya pili kabisa. Sawa sawa. Sasa ukiangalia hizi maudhui ya surati al-Fatiha, maulama wanasema kama ndio mjumuisho wa hichi kitabu chote, yani ni kama ndio summary yake imewekwa hapa. Sasa hapa mwanzo wa surati al-Baqara ukiondoa ile baada bismillahir rahmanir rahim alif lam mim, hizi aya zinazofuata mpaka aya ya 5, hizi aya 4 hizi hapa zinatoa angalizo kwa yoyote atakayeamua kukiendea hichi kitabu. Zinatoa angalizo, na hapa ndo pale muhimu sana pa kupazingatia kabla hata hujafungua hizo kurasa nyingine kuziendea. Kwanza Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kutuambia kwamba dhalikal kitab, hiki ni kitabu. Sio neno tu kwamba Allah amesema, ni challenge. Huwezi kupata kitabu cha aina hii popote duniani, sawa sawa, kwa muundo wake na maudhui zake, sawa sawa. Hakuna mwanadamu anaweza kutoa kitabu. Allah anajenga challenge kwamba hiki ni kitabu, na alafu anasema la raiba.
hakina shaka ndani yake. Sawa sawa. Jahazi TV.